Hiyo ndoa ikikamilika, imetoka nje ya msimamo wa Mungu, imetoka nje ya mapenzi ya Mungu. Mungu alitengeneza mume, akatengeneza mke. Hata waona sikubali tu esenda wa habiri ungali nisema ni jungu kidogo, utanifumilia, lakini itabidi niseme. Ona kubali tu esenda kama wakataru ndaba wakane. Alafu mwisho nasema esela tekazano ngai watekhanan ukhanani ata kulapa na butsa. Na kuambia wewe na mwenye wanakula na nguruwe, Mungu sawa, Mungu anakupenda. Umeweka ule jamaa anakufa bure. Bwana Yesu asifiwe. Na umenena ule jamaa hana hata mmoja, wewe una watano. Jamani, uko nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema unaona mtu anang'ang'ana ananunua ng'ombe. Akinunua ng'ombe anaambia familia, Mungu amenisaidia nimenunua ng'ombe. Ng'ombe inaruka, inakaa miezi 9. Ng'ombe inazaa. Ona kama maziwa ya kwanza ya pili wiki moja, wiki ya pili noranga kuhama kama fuki. Ni mnaita kama fuki? Hata tu ya kukamua tu patie ndama hakuna. Uchanje imepita pale. Biblia inasema wewe na wale wanakula na nyama, Mungu sawa. Mungu anakupenda, wachana nayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waje kuharibia wengine mali, waje kuharibia wengine watoto, waje kuharibia wengine ndoa. Wewe na wale wanakula na nguruwe, Mungu sawa. Hapo ndo tofauti. Tubadilike watu wa Mungu. Amen. Tubadilike watu wa Mungu. Amen. Sio rahisi kupata ndoa. Ukiwa kwa ndani ya ndoa, ambia Mungu asante. Ukiwa na mke, ambia Mungu asante. Ukiwa na mume, ambia Mungu asante. Sio na msichana wetu ndio huyu 40 years. Sasa amewekwa kwa fence. Haleluya, wako mambo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, wako mambo. Nilikuwa vitisho, hiyo ni vitisho. Bado ni mchanga tu. Hata nikora hungira, bado ni mchanga. Nikora wae na tuweke kwa magaburini, ni watu ni mchanga. Hata tulikuwa na hii mama alikuwa anaitwa na New Forest, alichomwa, bado ni kivu. Amekufa yeye asiki. Hata kura hungira kuna sauri na kusindu. Hata hana haja. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi kwa ajili ya hasira, kwa ajili ya mambo mbalimbali tumeamua kukula na wanyama. Lakini huwezi jua kama unakula na wanyama. Utaona maumivu, utaona huzuni, utaona ukipitia ndani ya shaka na mambo mengi. Biblia inasema Mungu anatupenda, twende kwake jinsi alivyo na jinsi tulivyo. Mungu atatukaribisha. Tusikule na wanyama kwa ajili ya hasira. Tusikule na wanyama kwa ajili ya moyo mbaya. Tusikule na wanyama kwa ajili ya mapenzi yetu. Mungu anasema anatupenda, twende kwake jinsi tulivyo. Mungu abariki Injili. Amen. Mungu abariki Injili. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuwaje watoto wasome. Shule zimepita huko nje, shule ya Rusi isikiki. Watoto wanaenda kufanya mtihani, Mungu abariki kila asubuhi. Ngoyala kukera bana sibona sinduta tuwewe na mwenye anakula na nguruwe. Yes. Mungu sawa. Wewe na mwenye anakula na wanyama, Mungu sawa. Wachie watoto wenzako waweze kusoma. Mungu abariki Injili. Amen. Kaka na hati kango kasiana kalioleka kwako nona akaraho kumunwa kijana akikuya sinakubona kwaseyota ingenge wichahu kwekisihu ngabandi bamenyanga na hakuna kitu hapo, ni vitina tu ili mtoto wa wenyewe aishi kwa kuhangaika. Ukiishi kwa kuhangaisha mtoto ya mwenyewe, ukiishi kwa kuhangaisha msichana ya wenyewe, na wako mahali wako watahangaishwa vile vile. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wako watahangaishwa hivyo, wako wataona hiyo shida hivyo. Yes. Chenye unapandia mwenzako na wewe itakufuata. Usiishi na wanyama,
Yesu asifiwe. Amen. Ateha kapata baba mama anaishi poma lake na watoto wake. Nono ranga lumanye na abede kwa musali kambora mayo na mulusi. Nguru wa ulida kuna musiri. Hasa umejua wanaume wa kwingi tunaenda anga mwanamke alitengenezwa kama tumelala. Hata uwe namna gani uwezi shinda akili mwanamke. Hakuna. Hata mimi ni mhubiri hatari kabisa. Lakini nganolengo. Baba nasi. Uwezi. Ana kurakuzari laka mchuli keje kuboni. Na shetani kama ameamua ngakengire na khala karanga ni. No ukweli mama ni mchawi. Mano hapo nakuta. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo na wewe na mwenye wanakula na wanyama munafanana. Biblia inasema tutubu tuwe watu ambaye tunaendea Mungu. Mungu anatupenda, Mungu anatutaka, Mungu anatuongoja tuwaje kukula na wanyama. Mungu abariki Injili. Amen. Mungu abariki Injili. Amen. Mungu abariki Injili. Amen. Naomba leo tukiwa hapa kwa pamoja mzee wetu Jacob, watu wa Mungu wabarikiwe. Amen. Watu wa Mungu wainuliwe sana. Amen. Tusikule na wanyama. Tusikule na wanyama. Ndani ya mioyo yetu tusikule na wanyama. Yes. Ndani ya maisha yetu tusikule na wanyama. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anatupenda. Biblia inasema huyu alipomwendea akamwambia, mimi Baba nimekosa mimi mbele yako, mbele ya Mungu. Akamwambia, mtoto wangu nimekusamea. Na akampatia pete, akampatia nguo safi, akawa vizuri. Lakini lengo ya huyu mtoto ilikuwa aende kwa baba yake na awe tu mfanyikazi, kwa sababu atalipwa vizuri kuliko mahali yako. So yeye alikuwa tu anaenda tu akuwe mfanyikazi. Lakini baba yake akamwambia, hapana, sio hivyo. Mimi nakupenda. Vile Mungu anatupenda baada ya kufanya dhambi, na sisi bado tunafanya dhambi, Mungu anatupenda akatutumia mwanawe wa pekee. Tuokoke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wengine, mama mwingine alisema mimi hawezi amka asubuhi akipita na mtoto kwa barabara, kwa sababu kuna nende mai fulani salimu laita na bwana zikibu ni mwana kadwa. Bwana Yesu asifiwe. So nilikuwa nafuatilia sana hii vitu ya vindi bikumba. Ni vitu mtu anaweka kwa maji anatupa, ama ni vitu viko tu kwa damu ya mtu anaweka viko tu kwa damu. Sasa akitaka kutupia huyu na awache huyu anatoa macho kubwa. Halafu inaenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema na wako si ati Mungu wako. Biblia inasema mambo kama hayo na wewe mwenye kukula na nguruwe mnafanana. Tuachane nayo. Tuombe familia zetu. Tunaye familia zetu. Mungu analenga kutengeneza mke na mume ili tutengeneze uzao wa kiende. Sasa hivi nasikia hata John anakaa ila kitu. Mana Susi ayana Janet.